Leo pia ni kuelekea uchaguzi wa matawi ambao utafanyika mwaka huu, ambapo ndani ya uchaguzi huo tutapata wawakilishi ambao watakwenda mkutano mkuu kuchagua viongozi sasa, baada ya katiba yetu inasema miaka minne wa kamati tendaji. Hapo unaiona Young Africans namna inavyoendeshwa kwa weledi. Ni nini ambacho kilikuwa msukumo hasa mpaka leo kutoa, kwa sababu mlikuwa tayari mmeshatengeneza kwa mfano nikuulize, ukiwa tunacheza mashindano ya tunaocheza, mwisho wa mashindano unatakiwa upewe nini? Unatakiwa upewe trophy. Hii inatakiwa kuonyesha kwamba tunawatambua na kuthamini mchango wao. Kazi ya kusimamia watu 100 kwa ndani ya nchi mpaka 500. Hawa wanachama unaona, mkutano mkuu tulikuwa tunasema idara ya wanachama imeingiza bilioni 1.4. Ilikuwa inaanzia huko. Hawa viongozi ulioona hapa leo ndio kazi yao kukaa na wale wanachama, kuwasimamia na kuhakikisha Young Africans zinakusanya zile pesa. Sasa unapokuwa recognize na wao unazidi kuwa, ndio maana nimekwambia sisi kazi yetu ni kuwaunganisha wao. Katika kuunganisha hapa katikati unafanya vitu kama hivi. Hii ni fans engagement ambayo inaambatanisha na kuwa recognize. Sasa inawapa changamoto wale matawi wengine na viongozi wengine ambao wanashindwa kuisimamia katiba vizuri au wanashindwa kufanya vitu kwa weledi zaidi, wajisikie sasa wanalo deni kubwa kwa wale ambao waliwaamini wawasimamie. Ndio tunafanya vitu kama hivi. Yes, na hii ni awamu ya kwanza ambayo ilianza Julai 1 mpaka Januari 30 mpaka Disemba 31. Ndio hawa viongozi waona hapa. Itakuja awamu pia ya pili kabla ya uchaguzi wa matawi. Yes. Hapo sasa mtakuwa mnalenga nini kwenye uchaguzi wa mara mbili? Sio uchaguzi. Ni kukabidhi vyeti vya ithibati. Ithibati maana yake matawi yetu ya ndani ya nchi, katiba yetu inayataka wanachama wakiwa 100 wanaitwa tawi. Lakini hawatakiwi kuzidi 500. Wakifika tu 100, system yetu, mfumo wetu ambao tumeutoa La Liga na ukawekezwa kwa gharama kubwa, una print certificate. Ndio vile vyeti uko naviona pale. Vile vyeti siandiki mimi. Vile vyeti vinatoka kwenye mfumo wenyewe. Ukiwa nje ya nchi mkifika 20 kinatoka. Msimu unaofuata baada ya kusajiliwa, mkilipa ada mkifika 100, cheti kinatoka. Ndio hivi vyeti kuna gawa leo. Kwa hiyo ni vyeti vinaitwa ni certified certificates. Yaani sawa sawa ukiwa unafanya online training au session yoyote, unapoimaliza inakuwekea sehemu ya kuselect kuprint. Ndio sasa sisi tukiselect pale ndio wanatoka. Kwa hiyo sio sisi, ni mfumo. Ni Young Africans ambayo ni club bora Afrika Mashariki, Kusini, Magharibi, ndio nimekutajia hizo timu mbili. Hakuna klabu yoyote yenye huu mfumo, na huu sio siasa. Ukitaka kuamini kama sio siasa, fanya wewe. Ukitaka kujua sio siasa, fanya na wewe. Tarehe 5 si waliwaahidi. Sasa kama sisi tuna mfumo tunatoa na cheti, wewe unadhani ni rahisi unaweza kuprint kadi bila cheti? Mwisho wa siku utatengeneza kalogo, utadanganya watu. Lakini sasa Waswahili wanasema siku zote uongo unapanda lift, ukweli unakuja taratibu na ngazi. Tarehe 5 imefika, mmewauliza wamekosa majibu. Sisi tunasonga mbele. Ile level ya kubishania kadi hatuko kule. Young Africans tunawaza vitu vikubwa zaidi. Tunawaza hawa wanachama kuwageuza sasa hivi kuwa pesa. Hawa wanachama twende tukanegotiate na kampuni kubwa za kibiashara, tuwape database yetu waweze kuja kuwekeza Young Africans. Hapo ndo sisi tulipo sasa hivi. Nasema kwenye mrengo ya mashabiki sasa hivi mmewapiga hatua kubwa sana kwa wenzetu wa pili. Nimekwambia, ukisema upande wa pili sijui unamaanisha nini. Nimekwambia Afrika Mashariki. Afrika Mashariki kuna Tanzania, kuna Kenya, kuna Uganda. Sawa? Afrika ya Kati kuna mataifa gani? Unayafahamu? Afrika ya Kusini unayafahamu? Kuna klabu kongwe pale inaitwa Kaizer Chiefs. Mimi nilisafiri nilienda Kaizer Chiefs. Sawa? Msimu miwili iliyopita. Tulivyoonyesha kadi inatokea inaonekana hivi na kwa printed, wao walishangaa na wanatamani kuja kujifunza. Hapo ofisini kwa mzee kila siku nilikuwa nawaambia mambo ya mwezi wa 7 mpaka wa 12. Haya matokeo yake. Sasa niliwaambia kuna kwa mtendaji mkuu pale kuna orodha ya timu zaidi, sasa hivi zimefika 17 zinahitaji kuja kujifunza hiki tunachokifanya. Kutoka Afrika kubwa. Sasa hivi nataka tukimalizia hizi mechi ambazo ziko mbele yetu, nataka nimwambie mtendaji mkuu, hebu ruhusu hata 3 zije. Alafu utakuja tena kuniona. Sasa kwenye kuzitaja nakupa surprise pia. Kama nilivyokuambia jambo kubwa, umeona leo wamekuja. Umeona viongozi wote wamefika. Sio kiini macho. Unaona anaitwa mtu kutoka Iringa anasimama anakwenda, mtu kutoka Mbeya anasimama anakwenda, mtu kutoka Japan anakwenda kuchukua cheti chake, mtu kutoka Malawi anakwenda kuchukua cheti chake. Hii sio kiini macho, ndio uhalisia wa mfumo halisi wa mabadiliko. Wengine wanataka kujifunza mnawakaribisha. Hili ni darasa huru na wote ni kuhakikishia watakuja kujifunza. Wote watakuja kujifunza. Hii kama bahari. Watakuja kujifunza. Asante sana.